Na somo ambalo tunalo siku ya leo ni roho ya mwanadamu. Bwana anatawala. Twende moja kwa moja kwenye maandiko kwanza. Sura ile ya 5 mstari ule wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Anaanza kusema nafsi zenu. Sema nafsi yangu, nafsi yangu, roho yangu na miili yangu na mwili wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hivyo vitu vitatu: roho, nafsi na mwili. Na neno la Mungu pekee ndiye linaweza kuzigawanya hivi. Biblia inasema hakuna sehemu yoyote ambayo inaweza kugawanya hivi. Kwa mfano, kisayansi ni kazi kuthibitisha kwamba roho ipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini neno la Mungu pekee ndio linaweza kugawanya roho, nafsi na mafuta. Na tulipokuwa tumeenda shule hizi za kibinadamu, kitu ambacho tulikuwa tunaelimisha zaidi ilikuwa ni akili zetu. Akili zetu zilifundishwa, zilipangiliwa kuwaza kwa namna fulani, zilipangiliwa kutafsiri mambo kwa namna fulani, zilipangiliwa kuona mambo kwa namna fulani. Na shule nyingi zinafundisha watu kuelimisha akili zao, kuelimisha uwezo wa fikra zao. Japo kuna shule zinginezo ambazo zinaenda mbele kidogo, zinaelimisha miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ni shule chache sana zinadili na roho. Hebu sema roho. Roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa mwezi huu tutajifunza kwa habari ya roho ya mwanadamu. Viko vitu vingi vya kuangalia kuhusiana na roho ya mwanadamu, lakini vitu ambavyo unatakiwa uelewe, cha kwanza ya kwamba wewe ni roho. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Angalia jirani yako, mwambie jirani, wewe ni roho. wewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na inawezekana hujajifunza kuhusu roho kwa sababu material yake ni adimu. Material sahihi ya roho ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Material sahihi ya roho ni neno la Mungu. Na maana nimekwambia shule za kibinadamu zinafundisha kuhusu akili, zikienda mbali sana zinafundisha kuhusu mwili, lakini nafsi na roho hawagusi, kwa sababu ni kazi kuthibitisha uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu ni roho. Hebu sema mtu ni roho. Mtu ni roho. Unajua Mungu alisema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, kwa sababu tuko katika shule ya Biblia siku ya leo tunaenda kusoma Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26. Mwanzo 1 mstari ule wa 26. Neno la Mungu linasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hebu sema kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu. Anasema na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mfano unaongelewa hapa ni namna ya utendaji. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa namna yetu, vile ambavyo tunafanya. Lakini sio hivyo tu, na kwa sura yetu. Kwa ndo maana Mungu anaonekana kama wewe. Mwambie jirani yako, Mungu anaonekana kama wewe. Mungu anaonekana kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mkono wangu sio mzito. Mungu naye anafanya, ana mkono. Sikio langu sio zito, mkono wangu sio mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahisia. Biblia inasema Mungu aketie katika kiti cha enzi anacheka.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ana namna fulani inafanana na wewe, kwa sababu uliumbwa kwa mfano wake. Sema niliumbwa kwa mfano wake. Niliumbwa kwa mfano wake. Sasa kwa mfano wake maana yake tunafanya kama yeye anavyofanya, na Biblia inatuambia wazi wazi ya kwamba Mungu ni roho. Hebu sema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako Mungu ni roho. Mungu ni roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, na yeye ni roho. Kwa tunaelewa ya kwamba sisi ni roho. Sisi ni roho. Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa kwanza na wa pili. Kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12 mstari ule wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema mwili wangu. Mwili wangu. Kama unaongea unasema mwili wangu, maana yake wewe sio mwili, si ndio? Haleluya. Hapa ni simu yangu, mimi ni simu. Kwa hiyo wewe sio huyo mwili, si ndio? Kwa ukisema mimi ni mzuri, sio wewe ni mzuri, nyumba yako labda ni nzuri. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Nataka uelewe hapo. Amen. Amen. Kwa hiyo wewe sio huo mwili. Anasema itoeni miili yenu. Mwili ni makazi ya roho yako. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Mwili ni makazi ya nini? Ya roho yangu. Ndio maana anasema mwili wa marehemu. Japokuwa ni huyu hapa mnamwona, mlikuwa mmemzoea siku zote, lakini kumbe siye yeye. Ni ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni ajabu sana uhai wa mtu ulivyo, kwamba tumezoea kuinteract na mwili, tumezoea kuhusiana na mwili. Ghafla siku ule mwili upo, lakini hausemi chochote, hauongei chochote, hausikii chochote. Kuna kitu kimebadilika. Ule ambao tunapenda tunaenda tunauchimbia chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Yes, huo mwili ni nyumba yako, sio wewe. Na ndio hapo unaweza ukaelewa ya kwamba maisha ya watu yamejaa uongo, kwa sababu yamewekeza sana katika nyumba zao, yamewekeza sana katika namna ya nje mwili wao, na yana ufahamu mdogo sana kuhusiana wao wenyewe. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana hapa hata hapa wanaofahamu kuhusu mwili wao, wanaofahamu kuhusu hisia zao, wanaofahamu kuhusu yale ambao wanayaona kwa macho haya, wanayasikia kwa masikio haya, wanayahisi kwa ngozi zao, na kunusa kwa pua zao, na kuonja kwa ulimi wao, lakini wanaufahamu mdogo sana, inawezekana hamna, kuhusiana na roho zao. Bwana Yesu asifiwe. Na nyakati hizi ni nyakati za hatari. Bwana anatawala. Kwa anasema ngoja tuendelee na huo mstari. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sema nia yangu. Nia yangu. Sasa nia hapo ni akili yako. Wanasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kitu cha pili ambacho tunachokiona hapa, nia yako, akili yako sio wewe. Sema akili yangu sio mimi. Akili yangu sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia tumezoezwa kufunction katika level ya akili.
lakini kuna zaidi ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda nje ya mifumo ya ambayo umezoezwa, hautaweza kuishi katika huu ulimwengu kama roho yako haijaelimishwa vya kutosha. Bwana anatawala. Unanisikia vizuri eh? Haleluya. Mfumo wa dunia hii, watu wanasoma, wanafundishwa, wanapata elimu, lakini ni elimu ya akili. Lakini iko elimu zaidi ya hiyo. Na kuna msemo mmoja nilipenda sana. Nilikuwa nasema zamani zile za mawe, Bwana Yesu asifiwe, waliokuwa na nguvu ndio walikuwa wanatawala nini? Ulimwengu. Yaani watu wenye milaba minne ndio walikuwa wanafanyaje? Wanatawala ulimwengu. Yaani ili utawale ulimwengu lazima uwe kidari, yani uwe na nguvu. Kwa sababu mashindano yote au utawala wote ulitegemea una uwezo wa kushindana kwa misuli kwa kiasi gani. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Lakini zama zikabadilika. Akili ya mwanadamu ikapiga hatua. Zikatengenezwa silaha. Mtu akiwa hapa anaweza karibu sehemu ya mbali. Manake wale wote ambao akili zao zilikuwa zina upeo mkubwa waliweza kufanya vitu vikubwa kwa namna za akili zao na kusababisha hatari zaidi. Kwa hiyo watu wenye akili wakafanyaje? Wakatawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si unaelewa hata wewe umejaa kiasi gani, mbele ya bastola utakuwa nini? Hata kama unabeba vyuma kiasi gani, kiambiwa nyosha mikono utasema sawa na nyosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bastola ni kitu kidogo tu, si ndio? Risasi ni kitu kidogo tu, lakini imetengenezwa kwa akili kiasi kwamba inaweza ikatiisha mwili mkubwa. Bwana anatawala. Lakini wao hawakuelewa nyakati zote hizo ya kwamba utawala halisi ulikuwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema utawala halisi ulikuwa katika roho. Utawala halisi ulikuwa katika roho. Watu wote ambao wako na misuli katika roho ndio walikuwa wanaamua ulimwengu uende kwa namna gani. Asikudanganye mtu, wasomi wa dunia hii, watu waliosoma vizuri sana wakaelewa vitu vingi, bado wanatawaliwa na watu wenye nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hawapendi kuonekana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasema tukirudi katika ile Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema mfanywe upya nia zenu, akili zenu zifanywe upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake tunaelewa kwamba mwili wangu sio mimi, lakini pia akili yangu, nia yangu sio mimi. Hebu sema mwili wangu sio mimi. Mwili wangu sio mimi. Akili yangu bado sio mimi. Bado sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akili yako bado sio wewe. Akili yako imebeba vitu ambavyo umevifundishwa tokea ukiwa mdogo, vitu ambavyo umekutana navyo tokea ukiwa mdogo, experiences zako, vitu ulivyoviona, vitu ulivyovisikia, vitu ulivyovihisi, ndio akili yako imejaa hivyo vitu. Na unapookoka, unapozaliwa mara ya pili, ni roho yako ndiyo inazaliwa nini? Mara ya pili. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Miili yetu haiokoki wala haizaliwi mara ya pili. Akili zetu haziokoki wala hazizaliwi mara ya pili, ila ni roho zetu ndio zinazookoka. Sema roho yangu ndio inayookoka. Roho yangu ndio inayookoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema roho yangu ndio inayookoka. Ndio inayookoka. Roho yangu tu. Roho yangu tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana unawajibika kwa habari ya mwili na akili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani hadi hapo tuko pamoja? Sababu huu ni utangulizi tu, tunajifunza kuhusu roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu. Sasa tukianza kuingia, kama nilivyokuambia kwamba ulimwengu una limit watu, unatoa kile ambacho unakifahamu
ya kwamba watu wanafundishwa jinsi ya kushughulika na akili zao na miili yao. Wanafundishwa au wanaelimishwa zaidi kuhusiana na elimu ya mwili na ya akili zao, lakini wana ufahamu mdogo sana. Kwa hiyo nikuambie, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kuprove hapa. Nani amewahi kuangalia hapa tamthilia au filamu au movie, mchezo kwa zaidi ya lisali moja? Wengine si waongo kwamba tujai kuangalia zaidi ya lisali moja. Bwana Yesu asifiwe. Hatujai kuangalia michezo ya kwenye TV. Kweli? Haya, tuachane na hiyo. Wangapi hapa wamewahi kukaa saluni zaidi ya lisali moja? Maana mama ananikatalia sana. Ukakaa chini ukatulia, ukasukwa, wakafinya. Bwana Yesu asifiwe. Situmewahi Amen. Bila matatizo, hata masaa mawili. Unafanyaje? Yaani unatulia. Haleluya. Mpira tunaangalia dakika 90 ni lisali moja na nusu, si ndio? Sasa hivi vyote ni uzoefu wa kimwili. Ni macho yetu, ni masikio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni ile hali ya kibinadamu inataka kula. Hebu sema inataka kula. Inataka kula. Hali ya kinini? Ya kibinadamu. Muziki, tamthilia, story tu za kawaida, kutaka kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Vyovyote hivyo ni unalisha ile hali ya kibinadamu, kwa sababu inataka kuwa namna fulani. Lakini hivyo vitu havina mchango wote katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Hamna mchango wote katika roho. Lakini pia nikuulize swali. Amen. Nani amewahi kushika Biblia hivi akasoma yeye mwenyewe kwa kutulia zaidi ya lisali moja? Wacha wewe, tuna mashahidi wengi hapa. Masaa mawili. Amen. Masaa matatu. Bwana Yesu asifiwe. Okay, achana na hivyo. Kusikiliza mahubiri zaidi ya lisali moja. Acha, tuko wengi. Zaidi ya masaa mawili. Tunajiona tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa namna za ulimwengu zimetengeneza mfumo ambapo, kwa mfano, unaposikiliza vitu nimekwambia, unalisha namna yako ya kimwili. Kwa mfano, kuna vitu ukivikosa unaweza kaa una raha, si ndio? Kama wewe ni shabiki wa mpira, kuna mechi ukizikosa unakosa raha, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine sio tu mechi, au rafiki yako unaipiga naye story sana, story tu za hapa na pale, haja kupitia kazini siku nyingi mkaongea mawili matatu, yaani kuna raha fulani unafanya unaikosa. Yaani kwa nini haja yake? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unanitenga sana siku hizi, lakini kitu cha maana mnachokifanya ni kuongea tu stories za hapa na pale, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitaki kusema ni umbea, lakini mnaongea tu maneno ya nini? Ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahisi kuna kitu Bwana Yesu asifiwe. Hali ile ya mwili wako, kuna vitu huwa inavitaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie maandiko zaidi. Warumi sura ya 8 mstari ule wa 6.
mwili wako una nia yake, una akili yake, una namna fulani ambao huwa inataka vitu fulani. Ndio kama nilivyokuambia, kiamka tu asubuhi, hata kama hujaambiwa, lakini njaa inaanza kukwambia unatakiwa ufanyeje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko makini, utakuwa unajisikia tu vizuri kuendelea kubaki kitandani, fanyaje, kulala, sio? Mwili unataka namna unataka vinywaji vizuri vya kuburudisha nini? Koo. Unataka iangalie vitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Suleiman alisema jicho halichoki kutazama, wala sikio halichoki fanyaje. Muda wote unataka kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Lakini huo mwili ukauambia ufanye namna fulani, inaweza kawa ni vita. Bwana anatawala. Nimeuliza hapa maswali, ngoja niwaulize tena swali hili. Wangapi huwa wamewahi kukesha yeye mwenyewe tu akiomba au akisoma neno? Naona mikono ilivyopungua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Usingizi ni kitu nini? Ni huduma nzuri ya mwili. Kweli. Yaani mwili unafanya ndio. Tena kwa mfano huu mwezi wa 6. Haleluya. Najua idadi ya watakaokesha itapungua sana. Huu mwezi wa 6, si ndio? Wewe unaona hiyo dalili? Mstari wa 7 anasema nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Anasema nia ya mwili ni uadui, ni uadui, ni uadui juu ya Mungu. Kwa sababu gani? Inapingana na roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ulipozaliwa mara ya pili, roho yako ilianza kutamani vitu vya kimungu, lakini mwili ndio ukawa kikwazo cha nini? Cha hivyo vitu. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, sasa hizi nauelewa sana huo mstari. Anasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyo nini? Yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kufanyaje? Kukulia wokovu. Ushaikuona mtoto anatamaa kitu kingine chochote? Mtoto mchanga ushaikuona anatamani kitu kingine chochote? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina ushuhuda, hata kama hayupo kwenye nyonyo atakuwa anafanya tu hivi. Akili yake, Bwana Yesu asifiwe, ni kula tu muda wote. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Unanisikia vizuri eh? Anasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Sasa hiyo ndio ndiko iwe shauku ya mtu kwa vitu vya rohoni, shauku ya mtu kwa mambo ya kimungu, kwa sababu kutoka pale ndipo misuli inaanza kutokea. Kutoka pale mtoto anapozaliwa anakuwa haoni sawa sawa, si ndio? Hasikii sawa sawa, hawezi kufanya vitu vingi. Pamoja amekamilika, ana viungo vyote, lakini vitu vingi havijawezeshwa kwa sababu viko katika level ya udogo. Anahitaji afanyeje? Ale. Bwana anatawala. Lakini kikwazo cha kwanza ni nini? Ni mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana nasema mwili ni uadui kwa Mungu. Kwa maana roho inapotaka kwenda huku, mwili anasema twende huku. Bwana Yesu asifiwe. Najisikia ndani yangu natakiwa niombe, lakini mwili unasema kwa sauti kubwa sana, hadi viungo vinaongea ya kwamba umechoka wewe, pumzika.
Angalia kitu kidogo ujiburudishe akili. Akili yako imechoka sana na inakupa sababu za msingi kabisa. Leo umekutana na vitu vigumu sana, vimechosha akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba sisi ndio tuna jukumu la kutiisha miili yetu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kwa mimi nina jukumu. Mimi ambaye sio mwili wangu, nina jukumu la kusimamia mwili wangu. Mimi ambaye sio akili yangu, nina jukumu la kusimamia nini? Akili yangu. Hebu sema nina jukumu la kusimamia akili yangu. Nina jukumu la kusimamia akili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati fulani nilifundisha somo la usimamizi wa akili yako. Una jukumu la kusimamia akili yako. Anaposema hapa ya kwamba nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anamaanisha nini? Nia ya mwili, nini maana ya nia ya mwili? Unasema kwamba nia ya mwili ni mauti. Lakini nini maana ya nia ya mwili? Nia ya mwili ni kuishi kawaida. Yaani mwili wako unataka uishi maisha ya nini? Ya kawaida. Ndio maana ukitangazwa mfungo unapata shida. Sio kwamba mwili unapata shida, akili yako inaanza kusumbuka, itakuwaje? Kwa sababu mwili unataka mtiririko ule ule wa kawaida wa kila siku. Tukisema tutakuwa na maombi muda fulani wa usiku, unapata shida, itakuwaje kuamka? Mwili unataka uishi kawaida, kwa kawaida za ulimwengu huu ambazo zinaongozwa na milango mitano ya fahamu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Nani ananielewa hadi hapa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unataka uishi katika namna ya kawaida, namna ya ulimwengu ambayo inaongozwa na milango yako mitano ya fahamu. Mwili hautaki kwenda mbali ya zaidi ya kile kinachoonekana kwa macho haya. Hautaki kwenda mbali zaidi ya kile ambacho. Unajua kwa nini watu wengi ni kazi kuamini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini watu wengi ni kazi kuamini? Kwa sababu miili yao imezoeza kuona kwa macho haya. Wamezoea kuona kwa macho haya. Kitu mpaka kionekane ndio aamini, au mpaka ajisikie namna fulani katika mwili wake ndio aamini, au mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini amekuwa limited na namna ya kawaida kabisa ya ulimwengu huu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Tuko pamoja hapo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda haraka. Kwa lazima ubadilishe diet yako. Hebu sema lazima nibadilishe diet. Lazima nibadilishe diet. Mwangalie ndani yako, mwambie diet yako ipoje? Diet yako ikoje? Diet yako ya leo ilikuwaje? Diet yako ya leo ilikuwaje? Umeshiba tu mambo ya ulimwengu wewe. Vitu vya ulimwengu vimekujaa full. Lakini roho yako haijapokea chochote. Kwa matokeo yake una struggle katika kutambua vitu vya kimungu. Una struggle katika kupokea uongozi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Unapata shida. Nasikia mtu anasema mimi sijui Mungu anasemaje. Lakini Mungu anaongea na roho yako. Lakini kama roho yako haijala wiki nzima, itawezaje kusikia sauti ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kama roho yako ina malnutrition, ina utapia mlo, inawezaje kujimudu? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja hapa.
Anasema nia ya roho ni uzima na amani. Nia ya roho ni uzima na amani, lakini nia ya mwili ni mauti. Ni mauti. Na ndio maana lazima uwe makini na ni vitu gani unavipokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni vitu gani unaruhusu viingie ndani yako. Kwa mfano, hata chakula cha kawaida, si ndio? Hatuli kila kitu tunachokutana nacho, si ndio? Unapotoka nyumbani kwako, labda umekula, ukipita njiani unakuta miogo, unaanza kula tu miogo au sambusa, welete. Umefika kazini umekuta vitu vingine, weka. Kila sehemu unapoona nafasi ya chakula unafanyaje? Utapata shida, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa na vitu, namna ya pekee ya kuwa na diet nzuri pia inahusisha kuchagua ni vitu gani uvichukue ndani yako. Amen. Vitu gani ufanyeje? Vichukue ndani yako. Vitu gani unasikiliza? Vitu gani uvitazame? Vitu gani ushiriki? Haleluya. Haleluya. Kwa mfano, ngoja nikuulize maswali ambayo very important. Ukiwa peke yako wewe unafanya nini? Kuna watu wakiwa peke yao ni wakati wamelala tu. Lakini umewahi kuwa peke yako? Mbona ni kama naongea na watu wengine hapa. Wangapi wamewahi kuwa peke yao? Yaani kwa mfano nyumba nzima huko peke yako, au huko chumbani. Inawezekana kuna watu wengine huko chumbani umetulia peke yako. Wangapi wamewahi kuwa hivyo? Okay, ukiwa peke yako wewe unafanya nini? Unatafuta cha kuangalia, si ndio? Unachukua simu au unatafuta wa kumpigia simu. Uko wapi bwana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ukiwa peke yako nini kinakuwepo? Unafanya haraka sana usiendelee kubaki peke yako, au unalala usingizi. Listen, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya nguvu kubwa sana ya kukaa katika roho ni kukaa peke yako. Unanisikia vizuri? Kukaa peke yako inamaanisha mbali na kelele za ulimwengu, za ndani na za nje. Mbali na kelele za nini? Za ulimwengu, za ndani na za nje. Nakupa tu siri. Kwa mfano, mimi siwezi nikawaza. Siwezi nikasema nikaa peke yangu sasa hizi nawaza. Hivi ile itakuwaje? Kwa nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Sababu nikiwaza kwa hii akili utapata majibu tu ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nikiwa peke yangu kuna vitu vitatu. Aidha ninaomba, yaani naongea na Mungu, au ninasoma neno, au ninatafakari. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huo ndo wakati wa muhimu sana kuliko nyakati zote. Na unapoongezeka katika ufahamu wa Kristo, unakuwa na wakati binafsi zaidi kuliko kuwa na wakati na watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko kuwa na wakati na ulimwengu. Kwa sababu unataka roho yako ifanyeje?
roho yako iendelee, roho yako itoke hapo ilipo, iongezeke. Kwa unajifunza, unajizoeza zaidi kuwa peke yako na sio kulala usingizi. Amen. Amen. Sio kulala usingizi. Japo naweza nikakwambia kitu kingine kuhusiana na usingizi. Si ndio? Ngoja nikwambie. Mfano, unafahamu ya kwamba roho yako huwa hailali? Nani anafahamu hiyo? Roho yangu huwa haifanyaje? Hailali. Ni mwili ndio unaolala. Roho iko macho, inasikia, inaona. Wakati mwingine inatembea huko. Sasa unajua natembea, mbona mimi sina habari? Bwana Yesu asifiwe. Sasa miaka ya nyuma wakati nafahamu hiki kitu, nitafanya shughuli zangu, nitafanya ratiba zote, alafu nitatenga tu muda binafsi, nalala, lakini pia ninajifunza vitu. Nitachukua kompyuta yangu, nitaweka mahubiri fulani, nitakuwa ninasikiliza huku nalala. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine huko nimelala, ninanena kwa lugha, nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati huo nimelala, ninaitikia haleluya, amen. Sio kwamba naweweseka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakupa moja wapo ya siri. Ndio ikafikia kipindi siwezi nikaota ndoto nisijue kwamba naota ndoto. Nikilala, nikianza kuota ndoto, ninaelewa saizi ninaota. Nikiona hii ndoto naelekea uelekeo sio mzuri, nabadilisha. Nasema hii ndoto endakie iende hivi. Naweza kusema na watania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani ninaamua ni ndoto gani yote, kwa sababu ni akili ndio inatengeneza ndoto mara nyingi. Nisikilize vizuri. Akili yako, experiences zile ulizokutana nazo mchana ndio zinatengeneza ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho yangu iko macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inaona hiki kinachoendelea. Kwa hiyo inaamua. Kwa hiyo siwezi nikaota ndoto mbaya. Haleluya. Ninaweza nikaona maono. Kwa sababu maono ni zaidi ya kuamua kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maono ni mara nyingi yanatoka kwa Mungu. Naweza nikaona maono na nikaamka nikaelewa kweli ya kwamba nilikuwa naona maono, lakini ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaamua ndoto ziwe za aina gani. Jina la Bwana libarikiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Kwa nini haya yote nimekwambia? Ni kwa sababu roho yako ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema roho yangu ni ya muhimu sana. Roho yangu ni ya muhimu sana. Ni lazima uendeleze roho yako. Nyumba moja niliingia siku moja, tuko watu wawili, huyu mtu alinipeleka kuomba. Nimefika hiyo nyumba, nikamwambia mbona hii nyumba ina watu wengi sana? Haya, watu wako wapi? Yaani nimeingia, nikamwambia nyumba ina watu wengi sana, msongamano huko ndani upo. Anashangaa, lakini kwa sababu anaangalia kwa macho haya, anasikia kwa masikio haya, anahisi kwa mwili. Wengine mpaka msikie kusisimka ndio mnajua kuna nini, kuna hatari. Nywele zilisisimka. Sio kila kitu nywele zitasisimka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho yako, haleluya, roho yako ndio ina uwezo wa kupambanua vitu. Lakini ikiwa katika hali ya uchanga, haiwezi. Amen. Kuna pati hapa ya muhimu hatuwezi tukaingia wakati, ndio maana na kazia haya mambo. Wiki ijayo tutaingia kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ila roho yako ni kitu cha muhimu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapochukua vitabu vinavyohusiana na neno la Mungu, unaposoma ni unalisha roho yako. Unaposikiliza mafundisho unalisha roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata muda wa kuomba, wa kufunga,
wa kusoma neno, wa kumshukuru Mungu, wa kuimba, unaimarisha roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu ambavyo ndiko uvifanye sana sana sana. Amen. Uvifanye sana sana. Sio kwa sababu labda unataka kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapana, ni kwa ajili yako tu. Ni kwa ajili yako tu. Amen. Bwana anatawala. Kwa sababu katika ulimwengu huu ambao sasa unaelekea mwisho, ni wanaoenenda kwa roho tu ndio wataweza kusimama. Wanaoishi maisha yao kutoka rohoni tu ndio wataweza kuendelea. Kwa sababu ulimwengu umejaa ulaghai wa kila aina. Umejaa mambo tofauti ambayo yote ukiendelea kuwa mchanga hautaweza kutoboa. Bwana anatawala. Karibisha maswali mawili matatu alafu tumalize kwa siku ya leo. Wiki jana nimekwambia tutaingia kwa undani. Leo nilikuwa natoa utambulisho na kukupa hamasa ya ile somo roho ya mwanadamu. Tutajifunza vitu vingi sana katika ile somo na mazoezi madogo madogo ya kuimarisha roho yako. Haleluya. Kama kuna mtu ana maswali. Amen. Kwa uzima wa Mungu, lakini pia sisi ni mjumuisho wa kiungo cha Mungu katika miili yetu. Sasa inaipa kasi kidogo kuonyesha kwamba kama tumejazwa, yani tunani muunganisho wa sasa. Hii ni kwa waamini au labda kwa watu wa kidunia? Okay. Mwili kama mwili wenyewe hauna shida. Sawa? Kumbuka huu mwili uliumbwa, ulifanywa na Mungu. Mungu akamfanya mtu kutoka mavumbini. Sawa? Lakini shida ilianza pale mwili mwanadamu alipofanya dhambi. Kwa mwili ukatoka katika namna ya kutaka vitu vya rohoni na ukaanza kutaka vitu vya nini? Vya mwilini, vya namna ya mauti. Sawa? Kwa hiyo tunaposoma kwa neno la Mungu, na hata hapa anasema tuitoe miili yetu, sawa, kwa Mungu, bado sisi tuna utawala na miili yetu, lakini pia tunatakiwa tuendelee kuijaza miili yetu kwa kile neno la Mungu limesema kwa habari ya mwili wetu. Neno la Mungu linasema miili yetu ni hekalu la nini? La Roho Mtakatifu. Kwa mwili hauna shida kama mwili, ila ukizembea mwili, matamanio yake makuu ni mambo ya ulimwengu, kwa sababu huu mwili utarudi mavumbini. Roho ndiyo itakakutana na Bwana. Kwa ndio maana tunajifunza kwa habari ya kuutiisha mwili, tunajifunza kwa habari ya kuutoa mwili, kwa sababu usipousimamia wenyewe kwa wenyewe utaenda katika namna isiyo sawa. Umenielewa nadhani? Asante sana. Swali. Haleluya. Ni vitu gani hasa vinavyosababishwa mwili kuwa labda mauti? Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu gani vinavyosababisha? Dhambi ndio iliharibu mwili toka Eden. Dhambi iliharibu mwili. Ndio maana mwili unapata magonjwa, kwa sababu tamanio lake ni kurudi mavumbini. Kwa hiyo ukifuata namna ya mwili unarudi mavumbini, hata kama wakati wako bado. Bwana Yesu asifiwe. Umenisikia vizuri? Ndio maana usikazane kujilea kwamba mimi bwana nina udhaifu, ni mgonjwa, nina nini. Nia ya mwili ni kurudi. Ulitoka mavumbini, utarudi wapi? Mavumbini.
lakini kupitia Roho Mtakatifu unaweza ukauishwa kwa maneno yako. Okay. Swali lingine. Sasa nataka ukafanye mazoezi haya. Naona tuanze tu mazoezi fulani. Sema mimi ni roho. Nimezaliwa na Roho wa Mungu. Nisikilize vizuri. Kwa mfano sasa, ukishaelewa hii, ndio maana huwezi ukasema ninaumwa. Nani anaumwa? Mwili, si ndio? Na tumesema mwili ni nini? Maana kama wamenielewa watu wawili tu mndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Nimezaliwa kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Na kwa Roho wa Mungu. Na kwa Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikupe ufahamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka useme haya maneno kila siku. Yaani kila ukikumbuka, mimi ni roho. Nimezaliwa kwa neno la Mungu na kwa Roho wa Mungu. Mimi ni roho. Oh, mara basi. Unajua ninaposema hapa ni hatari. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Nimezaliwa kwa Roho wa Mungu. Kwa Roho wa Mungu. Na kwa neno la Mungu. Na kwa neno la Mungu. Sema tena, mimi ni roho. Mimi ni roho. Nimezaliwa kwa Roho wa Mungu. Kwa Roho wa na Mungu. Kwa neno la Mungu. Na kwa neno la Mungu. Maana yake unakuja katika ufahamu sahihi wa kile ambacho Mungu amekuumba. Unaondoa mipaka. Unajua mwili wa kibinadamu unakuwekea mipaka. Ili ujue taarifa fulani lazima uambiwe. Ili ujue taarifa fulani lazima usikie. Lakini ukiwa roho, unaweza ukawepo hapa, ukawepo sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukajua vitu hata ambavyo hujaambiwa. Yesu Kristo alisema, Bwana Yesu asifiwe, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Anasema mtu aliyezaliwa kwa roho ni kama nini? Upepo. Sema, mimi ni kama upepo. Mimi ni kama upepo. Hebu sema tena, mimi ni kama upepo. Mimi ni kama upepo. Hakuna cha kunidhuru. Hakuna cha kunidhuru. Mfano, hebu fikiria. Umewahi kuupiga upepo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikupe tu mfano mzuri. Serikali inapotangaza kwamba kuna kimbunga inakuja, si ndio? Tahadhari wanazozichukua, wanachukua nini? Mabomu kwenda kushindana kimbunga. Wao wanafanyaje? Wanawaambia watu Bwana Yesu asifiwe, ikiwezekana waondoke hayo maeneo, kwa sababu wakifanyaje? Hakizuiliki. Sema, mimi sizuiliki. Sidhuriki. Sikamatiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena, mimi sizuiliki. Sikamatiki. Sidhuriki. Nataka uwe na ufahamu. Sasa malaria itakupataje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Upepo tena umeambukizwa malaria. How? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. How? Sema, mimi ni wa tofauti. Mimi ni wa tofauti. Kwa hiyo wewe ni roho. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni training, ni mafunzo haya. Ni mafunzo tumepesi ambayo ukiyafanyia kazi utashangaa athari iliyoko ndani yake. Watu wote walio serious wanapata mafunzo. Wachawi wana mafunzo yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana mafunzo yao. Wana namna wanavyofundishwa kujitambua.
Unaonaga wachawi wana viburi sana. Unadhani ni kwa ajili ya nini? Ya vile wanavyojitambua na kuangalia, nasema yani wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile anavyojifahamu, uwezo alionao, anaona uwezo kumwambia kitu. Kaona wewe lazima ujitambue. Amen. Lazima ujitambue. Wewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema mimi